Yesu asifiwe sana. Na mshukuru Mungu kwa kibali ambacho ameachilia juu yetu, juu yangu na juu yako kwa majira kama haya. Ninamshukuru Mungu sana na namwadhimisha kwa moyo wangu wote, nikimtukuza na nikimuhimidi kwa jina lake takatifu kabisa. Maana ni Mungu aliyeketi juu, Mungu anastahili kupewa sifa. Kwa majira kama haya ninamshukuru Mungu na hakika hata kwako Mungu ameachilia kibali na neema na baraka na uzima na afya njema juu ya maisha yako, juu ya familia yako, katika biashara yako, katika kazi yako, katika ndoa yako. Ninamtukuza Mungu sana kwa hilo na ninaamini, maana imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarejea, ni baada ya mambo yasionekana. Hata kama sioni, lakini naamini. Hata kama kuna dosari yote, na hakika naamini ya kuwa Mungu atakwenda kukutana nawe baada ya kusikia ujumbe huu wa neno lake takatifu. Siku ya leo ningependa kwa majira kama haya na muda kama huu tukumbushane kwa habari ya neno lake ambalo ni neno la Mungu, ambalo ni chakula cha uzima wa roho zetu. Ili roho zetu zipate kuishi na kupata kushinda katika ulimwengu wa roho, ni lazima tudumu sana katika neno lake. Kama miili yetu inavyokula na kunywa, vivyo hivyo roho zetu zinahitaji kula na kunywa, kukaa nywani mwa Bwana, kusikiliza neno lake, kusikiliza mafundisho yake, ili tupate kupata nguvu mpya katika kumtumikia Mungu, tupate nguvu mpya katika kulishi kusudi lake, tupate nguvu mpya katika kutekeleza wajibu na kazi ile ambayo Kristo alituachia tukaifanye, kueneza injili katikati ya mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majira kama haya ningependa tutafakari ujumbe wa Mungu kutoka kitabu kile cha Injili ya Mathayo mtakatifu, sura ya 6 mstari wa 25 hadi wa 34. Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 6 mstari wa 25 hadi wa 34, nami nitatangulia kusoma kwa msaada wa Bwana Yesu Kristo. Amen. Anasema, kwa sababu hiyo namwambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kuliko hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbukia aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa katika tanuru, je, hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Maovu ya siku yanaitosha siku hiyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tuombe. Mungu wa neema na rehema, ninakutukuza, ninakuadhimisha kabisa kwa kibali ambacho umeachilia juu yangu kwa habari ya neno hili ambalo nimekwisha kulisoma. Ninakutukuza, ninakuadhimisha kwa ukuu wako na baraka zako na neema yako na nguvu zako. Ninaomba toba na rehema kwa yule ananisikiliza, na toba na rehema kwangu mimi mwenyewe tu. Unirehemu, unisamehe, unioshe pale ambapo nimechukua utukufu wako, pale ambapo nimekosea kwa mawazo yangu, kwa maneno yangu na matendo yangu, kwa kujua au kutokujua. Ninakusihi damu yako utakaso ipite huko ikanisafishe kabisa, nipate kibali mbele zako kusema na watu hawa na mtu huyu kwa utukufu wa jina lako. Nahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu juu yangu, uniongoze kusema yale ambao umekusudia Bwana yawe katika kusudi lako na katika mapenzi yako. Nakusihi Yesu uwe pamoja nami juu yangu, katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Fungua masikio ya rohoni ya huyu anayenisikiliza na macho yake ya rohoni asikie na kuyaona yale ambayo umekusudia, ukamtoa sehemu alipokwama kumpeleka sehemu nyingine, ili ujipatie utukufu wewe mwenyewe. Utukufu na heshima na adhama vyote ni vyako. Amen. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipekee namshukuru Mungu kama nilivyokwisha kusema awali kwa baraka ambayo ameachilia juu yangu na juu yako, na afya njema na utukufu, kwa sababu vyote hivi ni neema ya kimungu tunaipata katikati ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Kwa neno ambalo nimekwisha kulisoma
la Injili ya Mathayo mtakatifu kwa habari ya Yesu Kristo akiwa katika hotuba mlimani ambayo inaanzia mlango wa 5 mpaka ule wa 7, ambapo Yesu Kristo alipanda mlimani kuanzia mlango wa 5 hadi wa 7 na mlango wa 8 kuendelea alishuka mlimani. Bwana Yesu asifiwe. Mlango wa 5 na huu ni wa 6 ambao nimekwisha kusoma kifungu hichi kwa habari Yesu Kristo akisema na makutano pamoja na wanafunzi wake, akifundisha kwa habari ya maisha yetu, akieleza kwa habari ya maisha yetu na uhitaji wa maisha yetu ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapoongea na makutano haya na akisema nao kwa mifano, akisema nao kwa habari ya meneno yao, kwa habari ya kuishi kwao na kwa habari ya kusumbukia maisha yao, hasa katika mahitaji ya miili yao na mahitaji ya maisha yao, hasa katika kwa habari ya kuisumbukia miili hii, kusumbukia maisha haya. Anawaeleza na wakiwafundisha na akisema nao kuanzia mstari ule wa 25 anasema, basi nawaambieni, kwa sababu yeye, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu ivae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Na anaonyesha kwamba Mungu anatambua kwamba tunahitaji nini juu ya maisha yetu. Anaonyesha wazi kwamba Mungu anataka nini, anajua kwamba sisi tunahitaji nini katikati ya maisha yetu. Anaonyesha kwamba Mungu anajua kwamba tunatakiwa tule nini, tuvae nini, tunywe nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie, sisi wote tu mali ya Mungu. Sisi wote tu mali ya Bwana. Na Mungu, na kama tu mali ya Bwana, sisi tu watoto wake. Siku zote Baba anajua kwamba mtoto wake anatakiwa ale nini, anywe nini, avae nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anauliza Yesu Kristo, je, kama nyie mnajua kuwapa watoto wenu na mnajua kuvika, mnajua kuwapa watoto wenu mahitaji mema, kila kitu, je, si zaidi ya Baba yenu aliye mbinguni kwamba yeye hajui kwamba mle nini, hajui mnywe nini, hajui mvae nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba anaonyesha jinsi ambavyo Mungu anatujua kabisa. Hata Mungu anasema katika neno kabisa, hata kabla hujaniomba na yajua hayo mahitaji. Ndio maana Danieli wakati alipotia nia tu ya kwenda kuomba, Mungu anasema nilikwisha kusikia na nilishakwisha kujibu. Nataka nikwambie, unapopeleka tu maombi hata kabla hujaenda kumomba Mungu, unapotia nia tu, Mungu anajua mahitaji yako, anajua haja ya moyo wako na kila ambacho unataka kupeleka katika meza yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo anapotoa mfano huu anaposema kwa habari ya maisha yetu na katika kwa habari ya kuyasumbukia maisha yetu, anaonyesha kwamba watu wengi wamesumbukia maisha yao, wamesumbukia miili yao katika kuvaa, katika kula na kunywa, lakini wakasahau kwamba huyo anayewapa kibali cha kutafuta hivyo vyakula, kutafuta hivyo vinywaji, kutafuta mavazi, ndio huyo anayewahudumia kuwapa uzima na afya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anaonyesha jinsi ambavyo watu hawa wanashindwa kuona ukuu wa Mungu katikati ya maisha yao. Wanavipa vipaumbele vitu ambavyo huyu anawapa uzima wa kuvitafuta vitu hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaonyesha jinsi ambavyo watu wanashindwa kumpa Mungu nafasi ya kwanza kabla ya hivyo vitu wanavyovitafuta. Anaonyesha jinsi ambavyo watu wanang'ang'ana kuvitafuta hivyo ambavyo Mungu ndio anavyowapa. Maana pasipo Mungu kukupa uzima, huwezi kwenda kutafuta mavazi, huwezi kutafuta chakula. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anaonyesha kwamba kitu gani cha muhimu sana katika maisha yetu, cha kukitafuta, cha muhimu sana katikati ya maisha yetu. Anasema katika mstari wa 33, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Kwa nini utafute ufalme wa Mungu na haki yake? Anasema na hayo yote mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu apewe sifa. Anasema bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie, sio kwamba Mungu hajui mahitaji yako, sio kwamba Mungu hajui kwamba unahitaji gani la anajua kwamba unahitaji kitu gani, anajua kwamba unatakiwa kula nini, unatakiwa kunywa nini. Je, umempa nafasi ya kwanza Mungu katikati ya maisha yako? Umempa nafasi gani Mungu katikati ya maisha yako? Nataka nikwambie, watu wengi pia, kitu kinachozoea watu
wengi wanashindwa kuona pia hata uso wa Mungu, kwa somo ambalo nimekwisha kulifundisha lingine, ambalo ukiingia kwenye mtandao utaliona kwa habari ya kutafuta uso wa Mungu na dhambi inavyozuia ushindwe kuona uso wa Mungu. Kitu kingine kinachosababisha kushindwa kuona uso wa Mungu katikati yako, kingine unachoshindwa kuona uso wa Mungu ni wewe mwenyewe unavyojiwekea mazingira yako katika kwa habari ya maisha yako. Je, ni nani? Je, unampa Mungu nafasi ya kwanza, au ni mambo yako umeyapa nafasi ya kwanza, au dunia umeipa nafasi ya kwanza? Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie, unapoweka kipaumbele katika vitu vingine na Mungu unampa nafasi baada ya hivyo vitu, nataka nikwambie Mungu atakuacha uenende kwa akili yako na kwa nguvu zako mwenyewe katika kuvitafuta hivyo vitu, katika kufanya hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka umpe nafasi ya kwanza yeye, kwamba hivyo vitu vingine vifuate baada ya yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasema utafuteni ufalme wake na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Anaposema utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa, anamaanisha kwamba ufalme wa Mungu, tunapoomba katika sala, Bwana ufalme wako uje, nataka nikwambie ufalme wa Mungu unaposhuka automatically, nataka nikwambie unashuka na kila kitu ambacho kinahitajika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme wa Mungu unapouomba uje katikati ya maisha yako, nataka nikwambie watu wengi hawaoni tu, wanaisema sala Bwana kimazoea kwamba ufalme wako uje. Nataka nikwambie kwamba unaposema ufalme wako uje, na unaposema ufalme wa Mungu uje katikati ya maisha yako, lakini macho yako yangefungulia uone ufalme wa Mungu unaposhuka katika maisha yako, katikati ya ndoa yako, katikati ya kazi yako, katikati ya biashara yako, ungeuona ufalme wa Mungu unashuka na kila kitu, hata mengine yamkini hukuyaomba, lakini uliposema ufalme wako uje, unashuka na kila kitu ambacho kinahitajika katikati ya maisha yako. Ndio tafsiri ya Yesu Kristo anaposema kwamba Mungu hajui kwamba nyinyi anajua kwamba mnahitaji nini, anajua mnahitaji kula nini, anajua mnahitaji kunywa nini. Unaposema sasa ufalme wako uje, kwamba vile vyote ambavyo vinahitajika katikati ya maisha yako vinaletwa vyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana, watu wa Mungu. Nataka nikwambie watu wengi wanashindwa kujua kwamba thamani ya Mungu, kumpa Mungu thamani na nafasi ya kwanza katikati ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unampompa Mungu nafasi ya kwanza katikati ya maisha yako, nataka nikwambie kwamba utaona malango yako yakibarikiwa, utaona jinsi ambavyo mbingu zinafunguka zikikubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaposhindwa kumpa Mungu nafasi ya kwanza katikati ya maisha yako, katikati ya kazi yako, katikati ya biashara yako, unaposhindwa kumpa Mungu nafasi ya kwanza na kujua thamani ya Mungu kwamba yeye ndiye anayekupa uzima wa kuviendea hivyo vitu, kuvitafuta hivyo vitu, ukishindwa kujua thamani hiyo, nataka nikwambie automatically adui anapata nafasi hata ya kuharibu afya yako, ushindwe kuvitafuta hivyo vitu vingine. Mungu wetu ni Mungu wa wivu, anapenda sifa. Anataka tumpe nafasi ya kwanza kila sehemu, katika kila eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wa Kristo tumeshindwa kujua thamani ya Mungu katikati ya maisha yetu. Nashangaa Wakristo wengine wanaingia ibadani kabisa, wanaingia ibadani, wanaona mtumishi anahubiri, wanasema mtumishi anahubiri muda mrefu sana. Na ukimuuliza sababu kwa nini unataka kwenda hapa, nakwambia hakuna biashara, nataka niende niwahi labda Kariakoo, nataka niwahi sehemu fulani, niwahi kuchukua mzigo. Unamshangaa mtu huyu kwamba Mungu amekupa neema na kibali cha wiki nzima cha kutumika katika kutafuta mahitaji yako. Unashindwa kumpa Mungu tu nafasi ya masaa machache katika siku tu ya Jumapili. Nataka nikwambie kwamba nashanga watu wa namna hii wanaofanya wanavyovipa vipaumbele nafasi. Unakuta mtu anatoa sadaka, huyu anatoka kanisani anaenda kufanya mambo yake mengine. Nataka nafika saa wakati napanda na hasira, nasema je, huyu mtu anavyofanya hivi anajua thamani ya uzima ambao Mungu amempa? Kuna mtu ambaye alitakiwa kupata hiyo nafasi ya uzima, anatamani apate uzima, tena yamkini ni mtakatifu, ni mkamilifu kuliko hata wewe, lakini wewe Mungu amekupa neema tena ya kurudi madhabahuni pake kumsikiliza na kutengeneza kwa habari ya maisha yako, lakini bado unashindwa Mungu kumtengea nafasi na masaa machache tu katika kulisikiliza neno lake, katika kumshukuru na kumwadhimisha kwa matendo makuu na kutendea. Mungu atusaidie sana wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Ninashangaa watu wa namna hii. Ungejua thamani ambayo Mungu anakugharamikia kwa siku ya Jumatatu mpaka Jumapili, ungejua kila lisaa, kila dakika, kila sekunde ulitakiwa kuwa mfu, nataka nikwambie usingeshindwa kukosa thamani ya kumshukuru Mungu na kumpa nafasi ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Watu wengi wanashindwa kujua thamani ya kumpa Mungu nafasi ya kwanza, na hasa katika kutafuta uso wa Mungu.
wanabaki wakitafuta vitu vingine wanavyosumbukia vitu vingine. Mtume Paulo anasema kwamba tusiviangalie vile vinavyoonekana, maana vile ni vya muda tu, bali tuviangalie vile visivyoonekana ambavyo ni vya milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wa Mungu. Natamani sana Mungu akupe neema na kibali sana na kusaidia sana ujue thamani ya Mungu katikati ya maisha yako. Ujue upendo wa Mungu katikati ya maisha yako. Nataka nikwambie ukijua thamani ambayo Mungu anakuheshimisha na kuthamini kama mtoto wake. Nataka nikwambie hutaona ugumu katika kumpa Mungu nafasi ya kwanza. Hutaona ugumu katika kumshukuru Mungu kwa mambo kumtengea Mungu nafasi kubwa kabisa katika kumshukuru, kumtengea Mungu nafasi katika kumpa nafasi ya kwanza katika kila jambo linaloanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mtume Paulo anatuambia katika Wakolosai, na anasema kwamba kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo fanyeni kwa Bwana Yesu Kristo. Kwa fanyeni kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nataka nikwambie usijali watu watakonaje, usijali watu watasemaje. Nataka nikwambie ujue thamani na umuhimu wa kumpa Mungu nafasi ya kwanza katikati ya maisha yako. Ukitambua thamani ya kumpa Mungu nafasi ya kwanza katikati ya maisha yako, ufalme wa Mungu nakwambia ukiuomba uje katikati ya maisha yako, utashuka na kila kitu ambacho kinahitajika katikati ya maisha yako. Utashuka na kila kitu ambacho kinahitajika katika ndoa yako. Utashuka na kila kitu ambacho kinahitajika katika biashara yako. Utashuka na kila kitu ambacho kinahitajika katika elimu yako. Utashuka na kila kitu ambacho kinahitajika katika uchumi wako. Mungu akusaidie sana ufahamu nafasi ya kwanza katikati ya ujue thamani ya Mungu katika kumpa nafasi ya kwanza katikati ya maisha yako. Karabo sekerinda rabubu shaka. Mungu akusaidie sana. Mungu akupe hicho kibali cha kufahamu umuhimu wa kumpa Mungu nafasi ya kwanza katikati ya maisha yako. Wakristo wengi adui amekamata mioyo yao na masikio yao washinde kutambua thamani na umuhimu wa kutafuta ufalme wa Mungu. Washinde kujua thamani ya kutafuta uso wa Mungu baada ya vitu vingine. Adui amewapumbaza watu wanahangaika na vitu vya dunia hii ambavyo vinapita. Mungu anatuambia sasa, basi msisumbukie ya kesho. Msisumbukie hayo, ni yanapita, msiyasumbukie. Utafute ufalme wa Mungu kwanza, ndio uyafuate hayo, ndio ukatafute hayo. Lakini watu Kristo wengi tunatafuta hivyo, ndipo tunamtafuta Mungu. Tumemwona Mungu ni kama tu ni kitu cha kawaida. Nataka nikwambie Mungu angejidhihirisha katikati ya maisha kuone ukuu wake na mamlaka yake. Nakwambia kila wakati, hata natamani yani nasidhani kama ungekuwa na ujasiri hata wa kutoka, kila wakati ungekuwa unamshukuru Mungu na kumhitaji Mungu sana katikati ya maisha yako. Lakini adui ameupumbaza watu, wamebaki wakitazama vitu vya dunia hii, wakisumbukia vitu vya dunia hii ambavyo ni vya muda. Wanasumbukia fedha. Adui amekamata sasa katika eneo la fedha. Watu wanasumbukia fedha, mahitaji, kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka nikwambie, ukijua thamani ya kutafuta uso wa Mungu, ukijua thamani ya kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake, na Mungu Yesu Kristo anatuambia na hayo mengine nitazidishiwa. Nataka kwamba utashuka ufalme wa Mungu, ukajua thamani ya ufalme wa Mungu katikati ya maisha yako, ukatafuta ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu tunaotafuta ni katika kukaa katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokaa katika neno la Mungu ndipo tunautafuta ufalme wa Mungu huko. Hatutafuti tu hivi kwamba tunamtafutaje. Tunakaa katika neno na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tunakaa katika neno, huku ndipo tunakutana na Mungu. Huku ndipo ambapo tunapokutana na Mungu. Tunapoingia sasa katika maombi, sasa tunasemezana na Mungu kupitia neno lake. Katika kutafuta uso wa Mungu, katika kutafuta ufalme wa Mungu ni kukaa katika neno la Mungu na kuliishi neno la Mungu, na likikana ni wetu na kuingia sasa katika maombi, katika kuhojiana na Mungu wetu, atutie nguvu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani Mungu akupe kibali na akupe neema ya kufahamu ufalme wa Mungu katikati ya maisha yako na thamani ya kutafuta ufalme wa Mungu katikati ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Karabo sekerinda rapoporia bakuria maseke. Mungu akupe neema na kibali cha kufahamu nafasi ya Mungu katikati ya maisha yako, cha kujua umuhimu wa utafuta kwanza uso wa Mungu, na hayo mengine Mungu anatuambia, Yesu Kristo anatuambia tutazidishiwa. Saa hii ambapo nataka kwenda kuomba, unajijua nafsini mwako, unajua kwa habari ya maisha yako, unajijua mwenyewe nafsi yako, habari ya maisha yako, unajua mwenyewe kwamba katikati ya maisha yako, Mungu umempa nafasi ya ngapi katikati ya maisha yako?
Yamkini umeshindwa kuona uso wa Mungu katikati ya maisha. Kwa sababu gani? Umevipa vipaumbele vitu vya dunia hii. Mungu kampa nafasi ya pili. Nataka nikwambie, ukimpa Mungu nafasi ya pili, baada ya vitu vyako umpe Mungu nafasi ya pili, hutaona uso wa Mungu katikati ya maisha yako. Hutaona baraka za Mungu katikati ya maisha yako. Kabisa nakwambia wazi. Hutaona uso wa Mungu wala baraka za Mungu katikati ya maisha yako. Lakini ukautafuta ufalme wa Mungu na haki yake, nataka nikwambie, Mungu atafungua malango ya baraka katika hata utafutaji wako wa kutafuta hivyo vitu vingine. Mungu ataachilia malango ya baraka. Utashangaa unapata kwa wepesi, kila unachogusa unabarikiwa, kila unachogusa unabarikiwa. Kwa sababu gani? Huku lango la Mungu limeshuka, la ufalme wa Mungu umeshuka. Kwa hiyo linaposhuka linajua uhitaji wa kila kitu. Kwa hiyo Mungu anakutia nguvu katika hata utafutaji wako, katika kuvitafuta vitu vingi, kutafuta utafutaji wako. Mungu anakutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Majira haya natamani niombe toba na rehema juu yako, juu yangu pia. Na baada ya kuomba toba na rehema, nataka nikuombee ufalme wa Mungu ushuke juu ya maisha yako, katika ndoa yako, katika biashara yako, katika elimu yako, katika afya yako, katika kila eneo unalofanya kazi, katika kila sehemu. Mungu anajua kwamba uhitaji wa maisha yako. Anajua kila kitu unachokihitaji. Kinachohitajika tu ni ufalme wa Mungu ushuke, ukashughulike na maisha yako. Huo ufalme wa Mungu ukashughulike na mahitaji yako, ukashughulike na ndoa yako, na afya yako, na elimu yako, na biashara yako. Huo ufalme wa Mungu ukashuke kwa kutana na kila haja ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa neema na rehema, ninakutukuza, ninakuadhimisha kabisa kwa baraka na neema na nguvu ambayo umeachilia juu yangu, na Roho Mtakatifu ambaye umesema nami kwa kupitia neno hili, na Yesu Kristo ambapo alikuwa anasema na makutano katika hotuba hii ya mlimani, kwa habari akiwakumbusha na akisema na makutano wanafunzi wake akisema, msisumbukie maisha yenu, tuvae nini wala tule nini wala tunywe nini, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine tutazidishiwa. Unaonyesha dhahiri kwamba unajua mahitaji yetu ya mioyo yetu. Unaonyesha dhahiri kwamba unatufahamu na unatujia vyema kabisa katikati ya vilindi vyetu, kama walivyomwambia Yeremia, kabla uja kuumba katika tumbo nalikujua, nalikutambua, nalikuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo nasi unatujua kabisa kwa habari ya maisha yetu, kwa habari ya uhitaji wa maisha yetu, kwamba tule nini, tuvae nini, tunywe nini. Ninakuja mbele zako nikiomba toba na rehema. Tumeshindwa kujua thamani ya kutafuta ukuu wako, uso wako na ufalme wako. Mungu, tumeshindwa kukupa nafasi ya kwanza katikati ya maisha yetu. Tumekupa nafasi ya pili. Tumesumbukia maisha yetu ya kula na kunywa na kuvaa, tukakupa wewe Mungu nafasi ya pili. Mungu wa neema na rehema, ninaomba umrehemu yanayenisikiliza. Ninaomba unirehemu na mimi Bwana. Mrehemu, msamehe kabisa kwa damu ya kwa thamani. Pale ambapo alishindwa kujua thamani ya kutafuta ufalme kwa kwanza, akasumbukia maisha yake, akasumbukia kwa habari ya uhitaji wa maisha yake. Mrehemu, msamehe, msafishe, mtakase kwa damu ya kwa thamani. Bwana Yesu apate kibali mbele zako. Pale aliposhindwa kuona uso wako, ni kwa sababu alishindwa kujua thamani ya kutafuta ufalme wako na haki yako, bila kujua kwamba akiutafuta ufalme wako hata hayo mengine yatazidishiwa. Mungu wa neema na rehema, naomba mrehemu kabisa, msamehe, msafishe kwa damu ya kwa thamani. Mungu, ndipo sasa ninaomba sasa kwa majira kama haya, ufalme wako ushuke, ushughulike na maisha yake kwa majira haya, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ufalme wako ushuke, ukashughulike na mahitaji yake, kama ni kwenye elimu yake, kama ni kwenye afya yake, ukashughulike na mahitaji yake. Shughulika na mahitaji yake, shughulika na maisha yake ya kimwili na kiroho kabisa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kashughulike na mahitaji yake na maisha yake kwa jina la Yesu Kristo, katika ndoa yake, katika biashara yake, katika kazi yake. Mungu, ufalme wako ukashuke, ukadhirike, ukapambane na zile madhabahu, ukapambane na falme nyingine ambazo sio utukufu wako, ambazo zimeingilia katikati ya maisha yake. Ukapambane na hizo madhabahu kabisa, ukapambane na hizo falme nyingine ambazo ziliingia zikachukua nafasi yako. Sasa ufalme wako ushuke wenye nguvu, 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 ufalme wako ushuke majira haya
wenye nguvu, wenye mamlaka, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukashughulike na mahitaji yake, akaone baraka zako, akaone nguvu zako katikati ya maisha yake, katikati ya maisha yake ya kimwili na kiroho kabisa. Ninaachilia nguvu zako na uwezeshaji wa kiungu katika nafasi yake, katika biashara yake, katika elimu yake, katika ndoa yake. Mungu kambariki, ufalme wako kadhirike juu ya maisha yake katika kila eneo. Bwana, ufalme wako unajua utashughulika na nini katikati ya maisha yake. Ninaomba nguvu zako, uwezo wako, mamlaka yako ikadhirike katika ufalme wako, ukishughulika na mahitaji yake. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mungu wa neema na rehema akubariki, akutie nguvu kwa maombi haya mnayofanya. Hakika Mungu ni mwaminifu na haki kabisa. Atakutia nguvu na atakupa neema ya kuliishi neno lake, na atakupa nguvu ya kukaa sana katika kumpa nafasi ya kwanza. Kuwa na shauku sana na Mungu, achilie shauku hiyo ya kutafuta uso wake, kutafuta ufalme wake kwanza, na hayo mengine mtazidishiwa. Basi nikutakie baraka za Bwana. Mungu akubariki na kulinde. Mungu akuongezee nuru za uso wake na kufadhili, na Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana kuingia kwako na kutoka kwako, katika jina la Yesu. Amen.